Naitwa Habibu Hatibu Doka. Msimu wa kwanza tulikaa walimu wa madrasa tukashauriana, tukiitwa na shehe, jamani hivi sasa tuna haja kuendeleza kitabu cha Mwenyezi Mungu mbele. Katika kuendeleza tutafanyeje? Tunasoma, tujitahidi. Wakapewa amri walimu wa madrasa wajitahidi kila mwalimu ajihakikishe kwamba awe na mwanafunzi aliyomaliza juzu 1, juzu 2 mpaka juzu 3 msimu wa kwanza. Changamoto ipo kwa upande wa vijana, maana vijana wana changamoto, wanakwenda shule asubuhi, wanarudi muda mbaya kwa ajili kuja madrasa kusoma Qur'ani, lakini tumepambana kuongea na walimu, basi tunapambana, wanajitahidi kurudi na kuja madrasa kusoma kama ilivyo. Kikwazo zaidi kuna baadhi ya wa vijana ambao mwingine akishiriki sasa akikosa zawadi mwakani kumrudisha tena, na kwa nini anaona mimi mwaka jana mbona nilikwenda sikushiriki kwa hapo mwanzo wakati tunaanza. Lakini tulivyoendelea, mtu akiwa juzu 1 mwaka huu akifeli anaenda kupambana kusoma, mwakani akirudi mkimweka katika juzu 2 anakuwa karudi vizuri sana, na watu wote wameitikia kila mwaka anavyokwenda, watu wanavyoona wanapata moli na mashindano yanazidi kukua. Neno la kuambia kwamba Watanzania Qur'ani ndio mwongozo wa maisha na Qur'ani ndio mafanikio ya kila jambo. Kwa hiyo unapoacha Qur'ani ndio umeacha maisha yako na umeacha mafanikio yako, na unaposoma Qur'ani ndio umechukua maisha yako na umechukua mwongozo wako. Unaposoma Qur'ani utakuwa bega kwa bega na Mtume Muhammad pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tusome Qur'ani ili tufanikiwe siku ya mwisho. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuhifadhi Qur'ani, kwa sababu nikihifadhi Qur'ani ni kama zawadi, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuhifadhi, ila ni bahati ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekupa. Watengeneze muda kusoma Qur'an, wajipangie ratiba zao vizuri, muda masomo ya shule na muda Qur'an. Na wakipende, yani upende kile kitu ambacho unakifanya. Kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pili tunapenda kwa kutupa fursa hii ya kuzungumza. Ni kweli kama watoto tunawaona hawapo katika mazingira mazuri ya kidini au ya Qur'an, huwa tunaumia. Na tunajaribu kufuatilia kwamba unakaa wapi, unaishi na nani, na kwa nini usome madrasa. Tukishafuatilia, tukishajua, tunahamasisha. Inabidi umwambie baba au mama au mjomba au shangazi akupeleke madrasa ili ujue Qur'an, ili ujue dini, ili ujue Mtume na ujue Mwenyezi Mungu. Wazazi, walezi, tuendelee kuhamasisha vijana wetu ili waweze kusoma Qur'an. Na kingine kinacholeta changamoto katika kijiji chetu au jamii yetu au serikali yetu ni ngumu kulingana na ratiba ambazo za shule. Mtu anakosa kabisa fursa ya kwenda madrasa. Mtoto mdogo anaenda shule lakini anarudi saa 12. Aende shule madrasa saa 1, anarudi saa 4, hawezi kusoma na kufika mbali. Anasinzia, labda akirudi nyumbani amechoka. Kwa hiyo ni changamoto. Kweli itakiwa yawekwe mazingira rafiki kwa vijana wetu ili waweze kupata elimu ya shule na waweze kupata na elimu ya dini ili Qur'ani isonge mbele. Kweli Qur'ani ipo juu. Qur'ani ni kubwa sana katika ulimwengu mzima. Yaani tunajivunia Uislamu. Qur'ani ipo juu. Na watoto wanajitahidi, wazazi tunajitahidi, lakini changamoto ni katika mambo ya shule. Na ratiba imekaa vibaya. Watoto wanashindwa kusoma kwa wakati na kufika mbele zaidi. Kwa hiyo tunachokiomba serikali kwa ujumla waliangalie hili swala, wapange ratiba. Tunaomba ikiwezekana kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Watoto kama Ijumaa wakienda shule basi saa 6 waruhusiwe waende madrasa. Jumamosi na Jumapili zinafasi ziwe pekee za kwenda madrasa na sote na kwenda shule, ili mradi waweze kujua Qur'ani, kumjua Mtume na kuwa viongozi wazuri katika jamii yetu.